Wanasema mimi kiburi. Sasa wakwambia naona mpumbavu. Mtu umechelewa modi hivyo bado ulale usumbufu tu. Mwanaume halali na mtoto wa maskini haruhusiwi kulala. Hivi sasa unalalaje lakini jamani? Wewe usinipangie namna kulala. Wewe Basi lala vizuri. Tuheshimiane. Naomba tuheshimiane. Sasa habari za kupumbavu. Yaani katika kulala yani sitaki mtu anibugi. Kwenye vita ya kwanza ya dunia sikuwepo. Ila ya pili nilikuwepo. Nilimnyonga Mjerumani. Yaani atakuja kukusimulia huko. Ukifa na wewe utasimuliwa na huyo Mjerumani kitu nilifanya. Kwa hiyo wewe endelea kunitafuta. Utakuja kukipata kama yeye. Mimi napiga kamweso nacho. Hela natumia hela yangu na hakuna wa kunipangia. Shanzi mkubwa. Unanipangia mimi matumizi, unanijua. Utakupeleka kwa babako. Usinishikashike, wanishikashike nini. Nanishika mimi unanijua. Shanzi. Uko tofauti na wanawake wote duniani. Wanawake ndio wote kwanza ni warembo, wana nidhamu na wanajali waume. Natoka mara moja. Pesa yako ya matumizi hapa.
Hivi mume wangu, unaniachia buku kweli? Wewe unataka nikuachie shilingi ngapi? Hiyo mbona pesa ni kubwa sana. Kuna watu wanakosa. Shukuru Mungu kwa kidogo unachopata. Buku mimi nanunua kitu gani? Na unajua Afrika wewe mteje kurudi jioni, muda mwingine unachelewa kurudi mpaka usiku. Sasa hii buku mimi nanunua kitu gani? Asubuhi, mchana, jioni, nanunua nini hapa mimi? Ndio unajua kubalance matumizi na ndio maana ukawa mama. Naona umetulia. Nimekumisi pia. Na ndio maana hata sijataka kuchelewa. You are so smart. Si unajua yule mshenzi yule ndio Sasa mpaka mtaji. basi achana na sasa. Mimi kwa nimekaa tu hapa. Umeona mzima. Zawadi yako. Baby. Vipi umefurahi sana? Nakupenda. Mimi nakupenda pia na nafikiri unalijua hilo kwamba nakupenda sana. Natamani hata dunia pia itambue ni jinsi gani nakupenda. Mimi sina cha kusema. Ila kikubwa tunaomba tuyalinde mapenzi yetu. Nakupenda sana. Nakupenda. Alafu mimi sichelewi sana. Nikupe pesa hapa kidogo ya matumizi. Nafikiri itakutosha. Au itaki nirudishe? Kiabu, jamani. Basi wewe unaenda. Sikia nikwambie. Subiri. Leo nataka nikufanyie kitu ambacho sijawahi kufanya katika maisha yangu. Utafurahi, utaenjoy. Twende. Umekionaje chakula cha leo mpenzi wangu? Chakula cha leo kilikuwa kitamu sana. Kweli? Yeah. Unajua mtu ukiwa unampenda, lazima ujue kitu gani ambacho anakipenda. Ndio. Ndio mpenzi wangu. Lakini una kitu nimekumbuka. Unajua mpenzi wangu. Ndio. Yaani sasa hivi na kama siku ya 3. Mwenye nyumba ananisumbua na kodi yake toka nilipia miezi 6 iliyopita. Ananisumbua. Okay. Mimi nafikiri hilo lisikuumize kichwa sana. Wewe kama vipi ongea na mwenye nyumba, mwambie nipe siku 2 mimi nitamaliza.
Serious? Yeah. Ndio maana nakupenda pesa. Sitaki kuona unapata tabu, sijui kodi, la taka, sijui umeme. Sitataka kabisa. Kweli? Yeah. Na inawezekana unaweza kunipeleka kwenye bonge la jumba kama yani zaidi ya hii, si ndio? Yeah. Okay. Basi mimi nikuache. Poa. Nakuja kwanza. Nikumbuka kitu. Kiamu, nitaka nisahau. Nini? Sikia nikwambie. Ni kitu muhimu mpenzi wangu kuliko vyote ambavyo nimekuambia. Maxi, mimi nimechoka kila siku humu ndani tu, mapenzi yetu watatu yaonyeshi. Yaani mimi kila siku naishia tu ndani Heleni. Hamna mtu ambaye ananijua nje. Maxi, na mimi nataka kuwa mama. Uniite mke na mimi. Please nakuomba. Nahitaji nikujengee familia. Nahitaji na mimi watu wanijue, nijiachie, na mimi nikipita hivi najua kabisa panapita na Maxi. Okay, nimekuelewa. Na hilo swala lipo ndani ya uwezo wangu. Wala usijali. Nitakachokifanya, nitaenda kumtafutia visa yule mwanamke ili tuweze kuachana. Umeelewa? Ili wewe uje pale. Yaani hata kama tutakuwa tumelipia hapa, vitu vyako utaviacha hapa, lakini nitatamani kuona wewe unahamia pale. Yes! Najisi ni mtu mwenye bahati ujue. Poa, why? Asante. Bye. Kwa kweli shemeji yako atakuwa na furaha. Tena ana amani hatari. Yaani toka niolewe, hamna ndugu yangu mmoja alokanyaga. Ndio kwanza leo hii wewe. Kiukweli shemeji inabidi tu tuombe msamaha kwa shemeji. Na hata akija hapa mimi nitamwambia leo hii atusamee bure. Sababu ni muda mrefu unajua afu hamna mtoto alokuja hapa. Sasa na nyenyewe maisha ndo kwanza mnaanza, mmejenga kijibanda chenu hiki. Mnataka tena watu wote waje watembelea. Kaka, asa kwani ukija wewe mundani sasa tunapungukiwa na nini? Usijali dada. Mimi mwenyewe najua kutuona sisi kwa kwendo bonge moja la furaha. Shemeji amefika. Shemeji, habari za siku bwana? Shemeji za saizi. Ndugu wangu, nahisi yule kavuga mpaka kazi. Unajua tena katoka hapa asubuhi kaenda kazini, sasa atakuwa mchongo umekaa vibaya. Usijali, ngoja nikamalizane naye kwanza. Sawa, inawezekana ikawa hivyo. Basi sijali. Mume wangu, tabia gani unaonyesha leo? Shemeji yako anakusalimia kwa furaha, hata kumuitikia. Ipo gani ubadiliki wewe? Naongea na wewe. Hivi wewe Nadia, una akili kweli wewe? Mimi nimekuoa wewe, nimekuleta hapa. Wewe ukaona jiongeze ulete na ndugu zako, si ndio? Mimi sijakubaliana na wewe uanze kuleta hao ndugu zako. Unawaleta tu. Leo umemleta huyo mpuuzi, kesho utaleta ukoo mzima hapa. Sio kijiwe samli hiki. Sio sehemu ya kuleta ndugu zako. Sijui unanielewa vizuri. Hata kama mume wangu, kumbuka mimi wale ndugu zangu. Toka uponioa, nani alikuja hapa? Familia yangu ipi iliyokuja hapa zaidi ya yule mdogo wangu Kwani unakuwa hivyo lakini ubadiliki? Haya, sasa huyo ndugu yako amekuja kwa misingi ipi? Makubaliano ya nani? Ulikubaliana na mimi? Mimi sitaki kuleta ndugu zako hapa. Isije kajirudia hii. Sijui unanielewa. Mimi sioni kazi yoyote ambayo ndugu yako amekuja kuifanya hapa zaidi ya kunijazia choo tu. Utachagua moja. Ubaki wewe, huyo ndugu yako aondoke, au yeye abakie hapa wewe uondoke. Tumeelewana? Hivi, ni wewe leo ndio mama kusema maneno kama haya?
Yaani mume wangu unanikosea. Tena unanikosea fika. Jua mimi ni mkeo. Inapaswa ndugu zangu kuja, sio ndugu zangu mimi tu, hata ndugu zako. Kwa mfano ndugu zako wakija, utawafukuza? Wewe, sina maneno mengi, nimeshakwambia na nimeshakupa mwongozo. Utachagua moja, usuke au nyoe. Full stop. Salama, vipi ndugu wangu? Poa tu. Vipi na ile begi asubuhi? Unaenda wapi? Dada, inanilazimu tu mimi kufanya hivi. Sina budi mimi kuondoka nyumbani. Kwa sababu ni bora niwaache mkae kwenye amani katika ndoa yenu. Kuliko mimi kuwa hapa na wafanya mnakosa amani. Ni vyema tu niondoke. Ndugu wangu, kinachofanya wewe uondoke hapa nini? Mimi kiukweli nimemsikia shemeji maneno yote aliyoongea. Kiukweli ameongea maneno makali sana. Eti anasema ndugu zako wewe tukija hapa tunajaza choo. Hivi ni kweli? Eti anadiriki kabisa kusema kwamba tuondoke. Sasa mimi siwezi nikakaa nikafanya watu mkose amani kwenye ndoa yenu. Ni bora tu mimi niende nirudi nyumbani. Ili tu nyinyi muishi kwa amani. Kwa sababu anafikia hadi hatua ya kusema uchague moja. Yaani niondoke mimi au ubaki. Ndugu wangu, shemeji yako ni hasira tu zile. Kumbuka akiwa hana hela ndo anavyokuwa. Mambo ya kazi yanamsumbua. Sasa ipaswa uondoke. Wewe achana naye, hujamfuata wewe, umenifuata mimi ndugu wangu, nakuomba. Sasa kwa nini wakosesha watu amani? Ni vyema tu nichukue maamuzi haya dada. Niacha nirejee nyumbani. Ndugu wangu, naomba ubakie. Hapa sio kama unamkimbia shemeji yako. Hapa kama unanikimbia mimi tu dada yako. Naomba ubakie mdogo wangu. Kumbuka yeye ni ndugu yangu wa kipekee kabisa katika maisha haya.